ushindi wa imani, utu na ushirikiano. Ripoti ya mafanikio safari ya kihisani ya Club TVR FC mkoani Gitega. Safari ya kheri kuelekea Gitega haikuwa safari ya kawaida ya michezo, bali ilikuwa ni dhihirisho la jinsi jamii inavyoweza kugeuza upendo kuwa vitendo vya huruma na msaada wa dhati. Kutoka mtaa wa 20 Buyenzi hadi moyoni mwa mji mkuu wa kisiasa Gitega, Club TVR FC imeandika kurasa mpya za historia ya kipekee nchini Burundi. Mafanikio makubwa ya harakati hii ya kiihsani yasingeweza kufikiwa bila uwepo wa nguzo thabiti ya kifedha, vifaa na matabibu. Shifa Medical Center walisimama kama wadhamini wakuu wa safari hii, wakionyesha mfano wa juu kabisa wa jinsi taasisi za afya zinavyopaswa kujitolea kwa ajili ya jamii. Kupitia udhamini wao mkuu, waliwezesha kambi hii ya mafunzo ya afya kufanikiwa kwa kiwango cha juu, wakithibitisha kuwa kuzuia maradhi ni bora kuliko kutibu, na kwamba jina lao Shifa linasimama kama ahadi ya kuleta nuru ya uelewa wa afya kwa jamii ya Kiislamu na Warundi kwa ujumla. Sifa na pongezi za dhati ziwaendee usimamizi mzima wa Shifa Medical Center kwa moyo wao huu wa kipekee wa kiihsani. Safari ilianza kwa baraka baada ya msafara kuwasili na kufika kwenye hoteli Royal Taufik inayomilikiwa na mwenyeji wao mkarimu Haji Bigara. Haji Bigara hakuwa tu mmiliki wa hoteli, bali alikuwa nguzo imara ya mapokezi, akiwapokea kwa mikono miwili, upendo na ukarimu ulioweka mazingira bora kwa ajili ya harakati zote zilizofuata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anapaswa kushukuriwa. Ni kwamba tu Club TVR FC tumeingia punde tu katika mji wa Gitega, tukiwa ni barabara ya pili hapa kwa Mzee Bigara, Haji Bigara, hoteli yake hii hapa. Tumefika salama. Mchoko upo lakini sio mkubwa sana. Safari hii ni safari ya neema. Tumetembea na madaktari wetu bingwa, Dr. Mamboleo upande wa kina mama, Dr. Sudi upande wa sukari, Dr. Juma Muhsini upande wa tenzi dume prostate, na kama madai tuko hapa kutembelea wagonjwa, na tukiwa na wachezaji wetu kama mnavyoona, vijana wetu na baadhi ya wazee. Mungu akipenda hivi tu punde tu baada ya mshuko wa sala al-asr watakuwa mafunzo mbalimbali kuhusu madaktari na dawa zitatoka mpaka kipindi cha sala ya Isha insha Allah. Na kesho asubuhi patakuwa programu mbili. Programu ya kwanza ni hospitali kubwa ya Gitega. Programu ya pili ni uwanjani sasa, veterans wazee wa Gitega na Club TVR FC. Kwa hiyo ndo mfumo wa safari yetu hiyo. Almuhimu tu tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tufike salama na tufike nyumbani kwa usalama baada ya kutoka hapa katika mji wa Gitega. Huyu ni mzee wa harakati akiwa miongoni mwa kamati kubwa ya Club TVR, Khalid Mabeti Athman Bahame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harakati za kuelimisha jamii hazikupoteza muda. Mara baada ya swala la asiri, Masjid Bilal iligeuka kuwa chemchemu ya elimu ya afya na kiroho, darsa zikiendelea mfululizo hadi swala la Isha. Katika kambi hii, jopo la madaktari bingwa lilijikita kikamilifu katika kutoa mafunzo ya elimu ya kinga ili kuwakinga waumini na maradhi sugu. Mwanaharakati Khalid Mabeti alisimama kwa ujasiri na kuweka msingi wa harakati. Dr. Sudi alichukua jukwaa na kuamsha fikra za waumini kwa kuwakumbusha kwa kina kuhusu athari, kinga na namna ya kuishi na ugonjwa wa kisukari. Dr. Juma Muhsini alitoa darsa nzito la tahadhari kuhusu maradhi hatari ya tezi dume yanayowasumbua wanaume wengi kimya kimya.
Siku ya Jumapili, Dr. Mamboleo alifanya mkutano maalumu na kina mama wa Gitega, akitoa elimu ya afya juu ya magonjwa ya kike na hatua za tahadhari wanazopaswa kuchukua ili kujilinda. Mara baada ya hapo, msafara ulijielekeza hospitali kuu ya Gitega kwa ajili ya kuwapa faraja wagonjwa. Harakati hii muhimu ya kijamii ilisimamiwa na kuratibiwa kikamilifu na mwanaharakati Khalid Mabeti, ambaye ni mzoefu mkubwa wa harakati hizi za kibinadamu. Chini ya usimamizi wake makini na wenye mgusano wa kipekee, wanakikundi walitembelea wodi mbalimbali wakiwafariji wagonjwa kwa maneno ya kheri na kuwagawia sabuni zilizofadhiliwa na wadhamini kama ishara ya upendo na usafi, kitendo kilichorudisha matumaini makubwa kwa walio vitandani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibi alqulubi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ni kwamba baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala, tukistaka rehema na amani zimwendee kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake, Waislamu wote kwa jumla, ambao tukishikamana na haki tunaomba Allah aweze kutujalia miongoni mwa Allahumma amin. Tunahitimisha kazi ya Allah tabarak wa taala ambao tumekaribisha wageni wetu, tumeshirikiana nao katika kufikisha amana ambayo iliyoahidiwa mashaallah taala, tukimwomba Allah tabarak wa taala wageni wetu Allah walipe kila la kheri, pia aweze kuwarejesha sehemu ambapo walipotoka kwa usalama na amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza, man sana alaka ma'rufan fakafihu. Kwa kweli sisi upande wetu hatuna nyingine isipokuwa ni kuombea dua, kama gisi Mtume alivyozungumza. Tunapata iza katika mkoa wetu mzuri, katika hali harakati imefanyika. Huwa mara nyingi hawa watu wametuzoea, wakiona hivi Uislamu unapata iza, wengi wanakuja kuslimu kwa wingi kwa sababu ya nini? Harakati kama hii, bila kutoa hata mstari wa Biblia, wanaslimu kwa sababu ya hiki kitu tunachowapa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipeni kila la kheri. Pia mtukumbuke tena katika ndugu zetu hawa, mrejee tena kuja kuwatembelea inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashallah tabarakallah. Salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kwamba baada ya kumaliza harakati hizi katika hospitali kubwa ya Gitega, kama nilivyoongea mwanzo hapo, ilikuwa ni jopo nzima la madaktari bingwa, Dr. Sudi Ndikumana upande wa diabetes kisukari, Dr. Juma Muhsin upande wa tenzi dume prostate, na upande wa kina mama gynecolog kuhusu upande wa kina mama ni Dr. Mamboleo, Mwenyezi Mungu hahifadhi, na tukiwa na jopo nzima la Club TVR au Group TVR tukishirikiana nao na baadhi ya mashirika Jamiatul Khairia, kundi la khairi, Al-Muslim Akhu Muslim, na pia kama ndugu zetu ambao wametusapoti Agence Kariako na ndugu zetu Al-Munawwar. Palifanyika jambo likubwa sana hapa katika mji wa Gitega toka jana Jumamosi na hivi leo katika hospitali kuu ya Gitega. Yakulu al-Maula tabaraka wa taala fi muhkami tanzilihi khitamuhu misk, kumalizia ni mafuta uzuri, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika mambo ya khairi washindane na kushindana au washindishane wenye kushindishana. Tunaomba waislamu ambao wanapatikana bara la Amerika, bara la Asia, Afrika na Europa, wa'tasimu bihablillahi jamia wa la tafarraqu, tushikamane katika kamba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na tusifarikiane. Hii ni ibada kubwa sana sana. Napiga kelele na kuwaomba waheshimiwa viongozi wetu, hata mufti jumhur Sheikh Salum na Yabagabo, kitengo hichi kabisa kitie ndani ya ofisi za Komibu za kusaidia wagonjwa. Kama hapa na tabu kubwa hivi sasa ulimwenguni ni kuhusu magonjwa na matibabu yake, uwezo ni mdogo, inafikia watu wanaumwa hawana matibabu, na mpaka hata wakifariki inakuwa ni shida kugomboa mauti zao. Kama mheshimiwa inshallah kitengo akifanyie kazi. Jambo la pili, ndugu zangu, hii ibada ni sunna kubwa sana wallahi, tushirikiane katika kutembelea wagonjwa. Leo tuko katika hospitali ya Gitega alhamdulillah, tukiwa na Sheikh Ali, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Siamini macho yangu kwa mapokezi makubwa na furaha na bashasha kisha litokea. Mwenyezi Mungu amwekee khairi ibada hii katika mizani yake siku ya kiyama. Kwa kweli hatuna mengi zaidi ya kuongea tu, mpaka sasa tunajielekeza viwanjani, na hiyo yote ni mazoezi kupitia masuala ya afya katika uwanja wa Ngoma. Mnakaribishwa. Ukitaka namba zangu mimi mzee wa harakati ni 61778414 Jamiatul Khairia, kundi la khairi.
na Sheikh Hassan hivyo hivyo, namba zake mtaziona hapo, na wengine inshallah ambao tumeshirikiana ili gurudumu ila jopo hili liendelee mpaka mwisho wetu. Allah hawahifadhini Waislamu wote wa dunia nzima. Amin. Allah wapone wagonjwa wote wa dunia nzima. Amin. Allah tuwekee stara katika dini yetu. Amin. Na tujalie mwisho uliokuwa kheri katika maisha haya dunia kabla na mpaka akhira. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilele cha harakati hizi kilipambwa na mtanangi wa kukata upepo dhidi ya wenyeji wao wa Gitega. Katika msafara huo, uwepo wa watu muhimu kama kocha Manu kutoka Holland uliongeza hadhi na hamasa kubwa uwanjani. Club Tever FC ilidhihirisha ukakamavu wake kwa kuibuka na ushindi mnono wa mabao 3-1. Nyota wa mchezo alikuwa nahodha wao mahiri Dr. Sudi aliyefunga mabao 2 safi yaliyowainua mashabiki vitini. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ni kwamba kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kwa ndugu zetu ambao wamekuja kututembelea, na ni furaha kabisa katika siku ya leo. Na mechi kama hii kwa kweli ni mechi ambayo imeleta faraja kwetu, mechi ya kirafiki. Mechi ilikuwa ni nzuri sana, hapakuwa yule ambaye ameumia. Ilikuwa ni mechi kwa kweli ya kiurafiki, alhamdulillah. Kwa kweli sisi tumekubali kushindwa, lakini asiyekubali kushindwa si mshindani. Ni mechi kwa kweli ya furaha kabisa, alhamdulillah. Kwa kweli nimefuata mechi mimi kama miongoni mwa viongozi wa msafara huyu, nikiwa tena mtangazaji wa Khairat TV, nikiwa paka uwanja kama vile huyu hapa. Kipindi cha kwanza Club Tever FC inaonekana kama imechukua uwanja, alafu kipindi cha pili Kilimiro kwa kweli mpaka tunasikia oga, inaonekana kwamba ingegomboa na ikatuongeza. Kipi hapa mmefeli hapa katikati kuhusu jambo kama vile hilo? Kwa kweli mimi kwa upande wangu naamini qadar. Kila kitu katika upande wetu tunaamini qadar, ya kwamba hauwezi kuvuka qadar katika fikra yako. Ilikuwa ni qadar, wala hakuna ujanja. Tumejaribu katika hali ambayo Mungu ametujalia nguvu, lakini Allah akasema kwamba hapana, Tever ushindi ni wao leo. Ndio hivyo, ndio maana kwa kweli hakuna ujanja wote, lakini tumejaribu kwa hali, na kipindi cha pili tumeonyesha nguvu zote kwa kweli, lakini ikawa Allah hakuamua. Nimesikia wazee wa Kilimiro kama vile wanaoga eti hawa jamaa wametia vijana sana, lakini kawaida timu yetu sisi huwa ni wazee, na kipindi cha kwanza wazee ndio wamemudu na wakafunga mechi kama vile hiyo, alafu kipindi cha pili mwe mkachukua nafasi kama vile ya kuendeleza mpira kutusiti kama vile sisi kutokana na mechi za uwanjani kinyume na ushindani. Sasa haya maneno kama wazee wanaongea kama yanajiri ni kweli? Kwa kweli ukichunguza katika upande wa timu ya TV kuna vijana wengi, vijana ni wengi alhamdulillah, lakini la ajabu wazee ndio wametufunga. Kwa hiyo inshallah sisi tunachosema hivi, tunasubiri katika upande wetu tulikuja kubujumbura, sisi tukuonyesheni ya kwamba sisi tumefanya kitu kinaitwa ikram, tumekirimu wageni. Kwa kumalizia upande wa Kilimiro ni kwamba tunawatangazia kama hii ilikuwa ni Pati Gazeti, lakini filamu kamili inshallah itafanyika ikiwa ni Bujumbura au hapa katika mji wa Gitega inshallah. Sasa tunaingia sasa katika upande wa kocha. Kocha kwa kweli
nimemwona na heshima na adabu. Kwanza hata katika maandalizi ya ugomboleshaji kwa kweli nimempenda sana. Hapo alikuwa nidhamu, hapo alikuwa hakuna shutuma yote ile. Kocha, kwa majina unaitwa nani? Bismillahirrahmanirrahim. Mimi kwa jina langu Kagimbi Faris. Naam. Mimi nilivyokuona mwanzo unaingia katika na wewe ni mchezaji. Lakini kama unachukua nafasi ya ukocha, vipi ulichukua tu nafasi hiyo sio yako au ni kocha kweli? Bila ya kuwa kocha, nilikuwa basi kwa mchezaji wa Msongati hapa. Niko kwenye kijana ambaye ameinua Msongati kubwa ambayo inacheza hapa. Naam. Kuja kwangu Kilimiro basi ndio nikachukua pasio yangu kwa Kilimiro. Naam. Ni kwamba tu unaonaje mchezo, kuna dhulma imefanyika baina yenu na sisi Kilimiro na TVR FC katika mchezo uwanjani? Hakuna dhulma yote ile. Tumecheza mkatushinda. No. Sawa, inshallah tunashukuru kwa kweli. Na huyu ujio ulikuwa hapa ni ujio mkubwa. Toka jana tumeanza kuwa hapa, alafu na tukajaliwa tukabahatika kwa kweli kwa mara ya kwanza kwenda katika hospitali kuu ya Kitega kwenda kupeleka huduma kama vile sabuni na kuongea na wagonjwa. Kwa kweli tukasema kwamba insha Allah hata ikiwezekana mchezo wa pili kama sio Bujumbura lazima tuupange kwa kina hapa, tuandae kabisa, watu wawe Waislamu wawe yale malengo ambayo tulikuwa nayo yakamiliki, ili tudumishe umoja wetu na mapenzi yetu, kwa sababu tuko familia moja. Inshallah tunakushukuru kwa support zako, inshallah. Allah kulinde. Amin. Ni kwamba tuko sana na kiongozi captain wa timu hii akiwa ni Dr. Ndikumana Sudi. Kwa kweli ni mjasiri. Ilikuwa mechi asichezi, lakini wallahi tumomba Mwenyezi Mungu katika dua zako na ule mmoja wake Mungu akamsapoti na akatufanyia kufunga. Na kama tusidanganyani, hii timu mfungaji wa hii timu ni bwana. Mwenyezi Mungu amlipe, huwa anatufungulia uwazi na huwa anafanya mengi sana, alhamdulillah tuweze tukayataja hapa. Captain, ni vipi mechi ya vile hii ulikuwa umeichukua kama ni nzito kwa ajili ya afya, lakini ikaonekana umecheza alhamdulillah, na kama wangekuacha ungemaliza mechi. Vipi umeona siri ya afya yako na kucheza mchezo huyu alafu na ukamudu na mpaka ukafunga? Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Nafikiri ni muendelezo wa furaha katika timu TVR. Kama tulivyozungumza tangu mwaka jana kwamba timu haijawahi kufungwa, kwa hiyo ilikuwa tuna nia ya kwamba tuendelee tukifunga mara kwa mara. Na tulipopangilia machi ya Gitega ilikuwa sio virahisi. Na palikuwa tukaoga tukutana na watu gani, wamejiandaa kiasi gani, na binafsi nilikuwa siko vizuri kiafya, kitu tukasema kutokana na umoja na mapendekezo ya dakika 10 tu kwa watu hamasa, lakini alhamdulillah tumeweza kujaliwa na tukafunga na mechi imeanza vizuri na ikaisha vizuri. Kwa hiyo ni furaha pia kukutana na watu ambao wana nidhamu, watu ambao wana heshima, watu ambao wanacheza mpira mzuri wa kindugu. Kwa hiyo kwetu tumefarijika mengi, tumesoma mengi na tumefurahi sana. Kwa kweli captain, tunashukuru kwa hayo inshallah. Lakini pana kiongozi wetu wa Club TVR na yeye mpaka ameacha familia akaacha kazi zake, na wakati huyu ndo toka jana yeye angeingiza mapesa katika weekendi, lakini tuko na hapa ndugu president wa Club TVR. Vipi safari na vipi changamoto na kisi mpaka sasa ndugu zetu tumecheza nao mpira, unaona je, pana mambo ambayo yametukwaza au unaona kama ni kuna mambo ya kukosoa au kuna maendeleo fulani tutajitahidi kujifunza? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kunipa nafasi ya kuongea. Ni kwamba kila siku msafiri huwa hakosi changamoto fulani, lakini tusisahau kwamba Mwenyezi Mungu atuambia ni lazima tuwe na subra, na ili tuwe na subra ndio tutaweza kuonana na Mola wetu. Ni kwamba si changamoto kubwa sana ambayo ilikuwa kwenye safari yetu, ni changamoto tu ya kawaida. Tunaweza kusema kwamba ni ya kawaida kwa sababu ya kibinadamu. Ndio, na ukiangalia maandalizi ambayo tulifanya, alhamdulillah Mwenyezi Mungu atujalia, tulipanga kuja kuona wagonjwa, kutembelea Waislamu ndugu zetu na madaktari wetu, na hicho chote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kilifanyika kwa vizuri na wote wakapendelea, wakafurahia sana. Na mimi nitatoa pongezi tu kwa hii timu ambayo ni ya Kilimiro FC ambao waliitika kuja kutukubalia mwaliko wetu na kuja kucheza nao kwenye uwanja wao. Kweli tulikuwa na hofu, ni uwanja wao, watakuwa na mashabiki wao, marefa ni wa kwao, mipira ni ya kwao, kila kitu mageni cha kwao. Sisi tumekuja na jezi zetu tu na viatu vyetu, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu alituonesha ukarimu. Hawakuwa wabishi, hawakuwa piga buyu, hawakuwa watevu wa nidhamu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu walipe na mzidi kuwa na huyo mshikamano. Mimi ni rais wa TVR, nitatoa tu pongezi kwamba haya mambo yamefikia uwanjani, yale tunayaacha uwanjani. Kikubwa ni ushirikiano.
tunapokuwa kitu kimoja, najua tutafika mbali. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuwe kitu kimoja na tuweze kufika mbali. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashallah tunashukuru sana katika mazungumzo haya. Ni kwamba tu maandalizi makubwa mechi hii kwa nyumbani Bujumbura ni Club TVR FC pakiwa na hospitali yetu kubwa pale Buyenzi ya Shifa, tukiwa na Asam Oil, na upande wa sabuni tukaenda katika Agence Kariako na Al-Munawar bimaana na Al-Muslim Akhu Muslim, kijana wetu Bwana Hassan Kalume ndio tumetumika naye katika mambo kama vile haya. Inshallah tunawashuruni. Gitega ni mji mzuri, ni mji wa usalama, mji wa amani, mji wetu mkuu. Tutakutana tena katika mechi ya kurudia Bujumbura au hapa Gitega inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili harakati kubwa na ya kihistoria kama hii isipotee hivi hivi, palihitajika usimamizi makini na ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wake. Kazi hii kubwa ilitendewa haki na shirika la Al-Muslim Akhul Muslim chini ya uongozi wake mahiri, kijana mwenye busara na nguvu kubwa, Hassan Kalume. Baada ya filimbi ya mwisho, pande zote mbili zilijumuika katika takrima ya chakula cha pamoja, kikao kilichojaa vicheko, kuondoa uchovu na kurejesha undugu na mapenzi ya dhati ya Kiislamu. Huu ni ushahidi tosha kuwa Club TVR FC chini ya kiongozi Suleiman imevuka mipaka ya kuwa klabu ya michezo tu. Ninyi ni mabalozi wa afya, ustawi na imani. Pongezi za dhati kwa Shifa Medical Center kwa udhamini mkuu uliookoa maisha. Pongezi kwa Hassan Kalume na Al-Muslim Akhul Muslim kwa kuwa wafuatiliaji makini na kufikisha kazi hii kwenye macho ya ulimwengu wa kidijitali. Pongezi kwa Haji Bigara kwa roho yake ya ukarimu. Pongezi kwa Dr. Sudi, Dr. Juma Muhsini na Dr. Mamboleo na Khalid Mabeti kwa kutoa taaluma za bure kwa jamii. Pongezi kwa wanachama wote wa Club TVR FC kwa kujitolea kwenu na kuleta ushindi huu mnono uwanjani na kijamii. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda anapofanya kazi mmoja wenu kuifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Mmeifanya kazi hii kwa ufanisi mkubwa sana. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, awape afya njema na azidi kuwapa nguvu ya kuendelea kuangaza jamii ya Burundi. Mimi ni Salum Hassan nikiripoti kutoka makao makuu ya Tegemea kuja kuitumikia, na hilo twashuhudia mnavyotekeleza. Dini ya wategemea kuja kuitumikia, na hilo twashuhudia mnavyotekeleza.